wa muthenya uyu wa umuthi uria witikirite tukorwo tugikwariria mwathani tukiaraniria nawe tugigukumagia Jehova Ngai wa Israeli. Tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Tuko hapa mbele zako Bwana wa majeshi tukishukuru kwa sababu ya yale yote ambayo umetutendea katika jina la Yesu Kristo. Nataka kukushukuru kwa sababu ya baba wa imani mwenye ETV Bishop Wagu Waweru, baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa sababu ya kumfanya mmoja wa baba wa imani katika taifa letu la Kenya. Tunakutukuza kwa sababu ya ubali Baba umetoa baba zetu wa imani katika taifa letu. Kazi ambayo umeifanya katika taifa letu kupitia baba zetu wa imani, tunasema ni asante Bwana. Hata na siku ya leo ambako tumekuja mahali hapa kunena na kuongeleshana ili tukaweze kujua neno lako zaidi, ili tukaweze kuingia ndani yako zaidi. Tunakushukuru. Asante kwa sababu ya Maajabu TV ambaye Mungu wetu umeikirimia neema katika taifa hili. Hata wazazi wetu wote ambao wamechukua jukumu ya kuinua na kufanya taifa letu likakombolewe, tuwashukuru jina lako. Tuwasema ni asante. Asante na kushukuru hata kwa sababu ya nafasi hii. Pokea sifa na heshima Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Ninaitwa Pastor Esther na hudumu na The Open Heaven Ministry Ogata Rugai, chini ya mzazi wangu wa imani Reverend Edward Mushoki Kingdom Seekers. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kupata na nafasi hii, hata kuwa na wakati wa kugawanya neno la Mungu na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaingia katika neno la Bwana. Na mara tena niseme nimeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Neno lile ambalo tutaenda kulisoma siku ya leo na kugawanya na nyinyi ni lile liko katika Luka mtakatifu mlango wa 2 mstari wa 25. Hapo ndipo tutaanzia. Na nitasoma, mtaniruhusu nisome na Kiswahili na Kiingereza. I'll read it in English. Na ninaweza nikatumia lugha yetu, naweza nikatumia Kiswahili, mtaniruhusu tu nitumie hata kama ni Kiingereza iwezekanalo. Bwana asifiwe sana. Amen. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts when the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required. Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Biblia inatuambia ya kwamba kulikuwa na mzazi mmoja aliyetangwa Simeoni, na alikuwa ameishi katika nyumba ya Bwana. Na huyu mzazi alikuwa ameahidiwa na Holy Spirit wa Mungu ya kwamba hatawahi kufa kabla hajaona wokovu katika Israeli. Na wakati ule Yesu Kristo alizaliwa, wazazi wake wakati ulifika, kama vile ilikuwa custom yao wa kupeleka mtoto katika nyumba ya Bwana. Na wazazi wa Yesu Kristo ikafika huo wakati wakampeleka katika nyumba ya Mungu ili akafanyiwe dedication. Na wakati ule alimpata mzee Simeoni, yule alishiki kwa nyumba ya Bwana,
na alikuwa ameahidiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ya kwamba hata kufa kabla hajaona wokovu ndani ya Israeli. Haleluya. Na wakati ule ndiposa mtumishi wa Mungu Simeoni akachukua mtoto Yesu Kristo na akatabiri maneno, akasema na akashukuru, akasema, Mungu Baba wa mbinguni, nimekushukuru wakati huu kwa sababu kama vile ulivyoniahidia wakati ule ukaniambia ya kwamba sitawahi kufa, sitakufa kabla sijaona vile ile kitendo ambao uliahidi ya kwamba utaokoa Waisraeli, na ya kwamba hata na watu wa mataifa utawaletea wokovu kupitia Yesu Kristo. Ninataka kusema ya kwamba mchana wa leo ya kwamba haya mambo ambayo tunasoma na tunaona mzee huyu ambaye anaitwa Simeoni, na alikaanga pale akijua ya kwamba ile wokovu alikuwa anangojea Waisraeli ni kwa sababu Waisraeli wakati walikuwa wametolewa Misri, kuna mambo yale Mungu aliongea na watumishi wa Mungu, sana Moses mwenye aliwatoa Misri, na akawahidia ya kwamba wakati huo wote akawahidia ya kwamba mimi ndiye Mungu wenu, ndiye ninawatoa katika mateka ya Wamisri, ninawapeleka nchi ya Kanaani, ile ambayo mtakaa huko na itakuwa urithi wenu. Na pia wakati Moses alikuwa anaashana wakati Moses naye alikufa na jukumu ya kuongoza Waisraeli kwenda Kanaani ikashukuriwa na Joshua. Na kutoka hapo naye Joshua tunaona vile Mungu alikuwa anaenda akipitishia Waisraeli kwa the different leaders. Maana Moses ndiye aliwatangulia kutoka Misri. Kutoka hapo akapeanwa kwa Joshua. Kutoka hapo Biblia inatuambia ya kwamba walipofukishwa Jordan, tena walipoingia pale, tukaona watumishi tofauti wale ambao walipeanwa kwa Israeli. Na wakati Waisraeli walikuwa wanapeanwa kwa leaders different, kwa viongozi different, kwa makuhani different, ili wakaweza kuwaongoza kuingia katika mahali pale Mungu aliwahidia Kanaani. Mahali pale alikuwa ameahidia hata Ibrahim baba yetu wa imani. Tukaona ya kwamba huyu watumishi walikuwa, kuna jambo moja Mungu alikuwa anawaambia, mnapoenda kule, mtakapofika ile ng'ambo ya Kanaani, mtakapoenda Kanaani, mjichunge sana, msikafanye kama vile watu wa Kanaani walikuwa wanafanya. Msikawahi fuata mienendo yao, msikawahi fuata matendo yao, kwa maana hawa watu walikuwa waombezi wa miungu, walikuwa wanachonga michongo wanaifanya kuwa miungu yao. Naye Mungu alikuwa anawaambia ya kwamba mimi ni Mungu wenu, na mimi ndiye nimewatoa mateka. Na ndiposa tukaona Waisraeli walipoingia katika Kanaani, wakakuta kuna manyumba yalikuwa yamejengwa kule, wakakaa katika manyumba ambayo hawakuwa wamejenga, wakaanza kukula matunda ambayo hawakuwa wamepanda, wakaanza kukula vitu ambazo hawakuwa wamesifanyia kazi. Ni kunyang'aniwa, walikuwa wamenyang'aniwa na Bwana. Waisraeli wakasahau ya kwamba mtu hawezi akanyang'anywa kitu ukapewe na pia awe rafiki yako. Ndiposa watu wa Mungu walikuwa wanaambiwa hata watoto wenu, vijana wenu, msikaruhusu waoe wasichana wao. Wasichana wenu msikaruhusu waolewe na vijana wenu. Na kitambo kidogo
kutumikia Mungu. Na ndiposa hii huzuni ndio ilikuwa yani hii kitu ndio mzee Simeon alikuwa anasema kwa maneno wakati alikuwa anapokelea Yesu Kristo katika madhabahu ya Mungu, katika hekalu siku ile aliletwa na wazazi wake, na akashukuru Mungu akasema, watoto wetu walikuwa watu wetu wa Israeli walikosea Mungu, walimuasi Mungu, lakini Mungu akatuahidia ya kwamba hata kama tuko kwa mateka, hata kama tumepelekwa mateka, maana walipoendelea na mienendo ya Kanani, Mungu aliwaashiria, akawaashiria tena wakashikwa mateka na wakapelekwa Babylon. Na ndiposa Mungu anaongea na Simeon, anamwambia hautakufa kabla hujaona ile ahadi nilifanya na mtumishi wangu Abraham, ya kwamba nyinyi nitatoa watu wangu katika utumwani. Na kuna mtu ikaprofesaiwa ya kwamba Yesu Kristo atazaliwa, na huyo atakayezaliwa ndiye atatoa watu wangu katika utumwa. Na sio Waisraeli peke yake, hata watu wa mataifa. Yeye amekuja kuwaokoa, na yeye amekuja kufanya the consolation. Biblia inatuambia ya kwamba Simeon alikuwa amegojea, alikuwa amewekwa pale na Mungu ili akagojee, na Mungu hakikisha ya kwamba ameona the consolation ya Mungu na Waisraeli, ya Mungu na watu wa mataifa. Na ndiposa siku ya leo nikitaka nikiambia ya watu wa Mungu ya kwamba katika taifa letu, ukisoma katika Leviticus 26 verse 40 inasema ya kwamba Mungu akisema na wana wa Israeli akiwaambia, inasema ya kwamba kama watu wa Israeli wataconfess dhambi zao na wavumilie ile mateso watateseka na walipe gharama, kama wakisoma kutoka 40 Leviticus, mambo ya Walawi, ukisoma hiyo 26 kutoka 40 inasema kama watu wataconfess dhambi zao na walipe gharama ya vile wazazi wao waliinukia Mungu wakati walipokuwa Kanaani, na walikuwa wamekanywa yale mambo, walikuwa wamekanywa na Mungu, ndio waliendelea na kufanya. Na ndiposa Mungu anasema katika Leviticus, kama watavumilia, kama wataconfess, kama watatubu dhambi zao, na tena wavumilie na walipe gharama ya vile wazazi wao walimuinukia Mungu. Mungu anasema ya kwamba vile the way you rebelled against me, when your ancestors rebelled against me, and I also rebelled against you, and I sent you to the land of your enemies. Bwana Yesu asifiwe. When the Israelites, forefathers, rebelled against God, He sent them. The Lord God also rebelled against them, and He sent the generation to the land of their enemies. Wakati huu tukiangalia katika taifa letu, kuna mambo tunaweza tukasema ya kwamba sisi si Waisraeli wale walipelekwa katika mataifa wakatekwa mateka. Lakini tukianza kusoma hiyo Leviticus kutoka mwanzo, utakuta Mungu anasema ya kwamba vile mliniinukia nikakata mvua, haikurudi kunyesha tena, nikakosesha mashamba yenu yasiwe na mazao, mashamba yenu yasiwe na mazao. Na kwa hivyo kama tukiangalia taifa letu, mateso yale ambayo yaliteseka Waisraeli wakati wazazi wao waliinukia Mungu, si mateso hiyo tunayaona katika taifa letu. Si tunaona vile watoto wetu wameteseka, si tunaona vile majumba yetu na boma zetu zimerudi nyuma kwa sababu ya kutokumtii Bwana, kwa sababu ya yale wazazi wetu wale walipotuzaa, waliotulelea, wakatulelea na mambo ya mataifa zetu na lugha zetu na
kupitia na tukaepukana na wema wa Mungu. Na ndiposa Yesu Kristo amekuja ili aweze kutufanya tukareconcile na Mungu. Na kwa hivyo ningeomba mchana wa leo, siku ya leo, turudie Mungu wetu. Tusiendelee na mienendo ile wazazi wetu walitufunza. Dini zetu vile zimetufunza. Tusiendelee na hiyo mienendo. Tualike Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye amekuja wakati huu ili akatuwezeshe kuenenda na mwenendo ule Yesu Kristo aliuleta. Hata kama sisi si Waisraeli, lakini tuko wana wa mataifa. Lakini kwa sababu ya kifo ya Yesu Kristo, tumefanyika wana wa Mungu. Tumefanyika familia ya Mungu Baba wa mbinguni. Na kwa hivyo ningeomba nchi yetu wakati huu ambapo Mungu, tukiona yale Mungu ametutendea. Mungu ametufanyia mambo makubwa. Ametulinda na magonjwa. Ametufanya kutuhifadhi. Amelinda nchi yetu, na ndiposa tunataka kumshukuru. Tushukuru Bwana wakati huu ambapo tunaendelea na kutumainia Mungu katika maisha hata ya uzao wetu. Na Mungu atubariki sana siku ile Mungu wetu atakapoingia kwako. Kwa maana mzee Simeoni alikuwa anangojea kitu kimoja, aone ya kwamba wana wa Israeli wameokoleka. Mzee rafiki yangu ningekuuliza siku ya leo, mama rafiki yangu ningekuuliza siku ya leo, ukiondoka duniani kama siku ya leo, utaasha mtoto wako bado anagagaa kwa pombe, ama utamwacha utaenda umwacha kwa nyumba ya Mungu? Ninakuuliza hilo swali. Ndio ninauliza, watoto wako ni nini ukeenda uwaachie? Ni nini unalilia Bwana ukitaka watoto wako waachie wakati utakapo aga hii dunia? Maana Simeoni alisema, mimi nimeshukuru Bwana kwa maana nimeona wokovu wa wana wa Israeli. Ni nini? Have you seen the salvation of your children? Have you left a preacher in this land? Can you leave a preacher in this land? Can you leave your son preaching and giving the gospel into this land of Kenya? Can you say I am free now? No werega yote ni mwathani Ngai no nyendetha icigo njeheria tondu nitirona nijikite maundu maria magereire ciana ciakwa nicianyiteire maundu nakio kiugo kiroiga ati akorwo matianyiteire uthamaki wa Ngai mauthamaki ma guku thi matingihota kwinyitira. Because the Bible tells us that we should seek first the kingdom and then all those other things shall be added unto us. Kwa hivyo tukitoka katika hii dunia, kama vile mzazi Simeoni aliishi kungojea, alijikojea aone kwa uhakika kile Mungu alimwahidia kimekuja kutimia. Ndiposa ninakuuliza siku ya leo, kama mzazi, kama wewe umesimama pale kama mama ukiwa na miaka kama yangu, kama mzee ukiwa na miaka kama yangu, ni nini unalilia Mungu ukitaka Mungu apatie watoto wako kitambo kabla hujaaga hii dunia? Usitamani kutoka hii dunia kabla hakuna kitu umepea watoto wako. Na kile kitu ya maana na ya nguvu ni neno la Mungu Baba wa mbinguni. Mbarikiwe sana. Nitaomba tuombe ili tukaweze kumalizia hilo, na siku nyingine tutakutana tu hapa kwa maajabu. Bwana awabariki sana na tukaweze kuendelea na kupeana neno la Bwana wa mbinguni. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru na ninakuabudu na kukuheshimu kwa sababu ya neno lako. Ninaamini ya kwamba kuna mtu ameshika hilo neno na amelisikia, na ninaamini ya kwamba utaongea naye na roho yake itakugeukia na atatamani kuenenda na wewe, atatamani baraka zako na baraka za uzao wake. Tunashukuru Bwana hata kwa sababu ya yale Bwana unayoyafanya katika taifa letu. Pokea sifa Bwana hata na utukufu, ewe Mungu wa milele. Katika jina la Kristo Yesu tuomba na kushukuru.